Leo ni Jumatano Machi 25 mwaka 2026. Ujambo mtazamaji na karibu ndani ya JCTV moja kwa moja kutoka Joburg au Johannesburg nchini Afrika Kusini. Hiki ni chombo chako cha habari cha mtandaoni. Hapa tunakuletea taarifa mbalimbali kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na zile ambazo zinamgusa mkongomani aliye nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hapo unapata uchambuzi wa kina kutoka kwa wachambuzi wetu, lakini pia ripoti mbalimbali kutoka kwa maripota wetu. Kama unavyofahamu mtazamaji, nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kumekuwa na maoni mseto kuhusiana na mada mbili. Kwanza ni marekebisho ya katiba, lakini pia ni kauli ya rais mstaafu kumkosoa rais aliye madarakani wa sasa Felix Tshisekedi kwa namna anavyoshughulikia mambo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mimi nilipata fursa ya kuweza kufanya mahojiano. Kwanza nilifanya mahojiano na aliyekuwa waziri wa maendeleo vijijini wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Francois Rubota Masumbuko. Nilizungumza naye moja kwa moja kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutaka kupata mtazamo wake kuhusiana na marekebisho ya katiba. Mimi niko mmojawapo anayesema kwamba katiba yetu inahitaji ibadilishwe, na nimeweza kugusa vipengele vimoja kuonesha umuhimu ya mabadiliko hayo. Lakini pia nilizungumza na Kapele Mutachi, yeye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa. Nilizungumza naye moja kwa moja kutoka pwani ya Durban, ni mashariki mwa Afrika Kusini, kuhusiana na kauli ya rais mstaafu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila kumkosoa rais aliye madarakani kwa sasa Felix Tshisekedi. Class politiki yote ya wafanyasiasa wa Kongo hawako pale kwa juu ya maslahi ya raia, wako pale kwa juu ya tumbo zao. Huo ni muktasari tu mtazamaji. Kwa kina kabisa basi ungana nami hadi mwisho wa mahojiano. Naitwa Bedi Jean de la Croix. Twende sote hadi tamati. Karibu. Naam, nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kumekuwa na maoni mchanganyiko kabisa kuhusiana na rais mstaafu Joseph Kabila kumkosoa rais aliye madarakani Felix Tshisekedi kwa namna anavyoshughulikia mambo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mimi nilifanya mazungumzo muda mchache uliopita na Kapele Mutachi, yeye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka pwani ya Durban. Nilitaka kufahamu kama amepokeaje au anatathminije kauli ya rais mstaafu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila, aswa kwenye swala nzima la kumkosoa rais aliye madarakani kwa sasa Felix Tshisekedi. Kapela alianza kwa kunijibu. Kwa mtazamo, ukiangalia kitu kikubwa, ameongea mambo karibuni 6, 7, 8, ila kitu kikubwa sana chenye na wazia raia ya Kongo inapashwa itekeleze kabisa, na raia iangalie nini naweza kufanyika kwa juu kwa nchi. Naweza nikashimamia kwa kitu kimoja kwanza, wakati hatujaendelea na interview, kitu kikubwa cha mimi kuongea kusema kuhali gisi tunavyoendelea Kongo, kwa maana muda kwa muda sisi raia tunakwenda kuongea lugha ya ugawaji wa Kongo, ile tunaita kwenye lugha ya Kifaransa wala Kiingereza balkanization. Mimi alienda kutumia ingine njia akatumia Sudan, akasema Sudanization. Ile ni kuonesha nini kwa watu wengi wenyewe waelewi nini iliyopitika Sudani, dalili zenye ziko zinapitika Kongo sasa leo ni kama zile dalili zimepitika Sudani. Zilikuwa ni dalili gani? Wakati Sudani nijikuta pana kundi mbili zinazopigana, serikali juu na waasi huku chini. Ilienda mambo ya serikali anapiga, anarudia, waasi wanachukua, wanarudia, wanakuja wanaleta Umoja Mataifa, anachukua fasi fulani, anasema hapa kila mtu abaki huku. Yaani kwa serikali ya Sudani, kwa kukosa kushambulia na kushinda waasi, na waasi kushindwa kusogea mbele, kwa maana kila mtu mahali kwenye alikuwepo walienda kuweka serikali yao. So ikafika muda wakati ilikuja kuona serikali inashindwa kushambulia kumaliza vita na waasi wanashindwa kusogea mbele kwenda kuikimbiza serikali, then ikabidi wale watu walikuwa chini wakaona tayari wamesha kuwa na utawala, wanaona pana serikali hipo, wakapita naamua kwenda kuomba referendum kusema kama tugawe tubaki chini na wengine kwenda juu wabaki juu. So hiyo hadi ilipitika Sudani. Inaonekana leo ukiangalia serikali yetu ya Kongo haionyeshi nguvu za kuonesha kama ina uwezo kwa hivi sasa kukimbiza waasi wa AFC M23 kutoka kwa maeneo. Ni tunapiga kweli madroni, serikali anapiga droni zinaharibu huku na huku, ila hakuna jeshi la chini la kuchukua hile mingine lenyewe
waasi wameshachukua. Kweli jeshi lipo, ila hatujui nini kinachoendelea, hatujui kama pana siasa ndani ya nani. Na ukiangalia na hapo ngambo ya waasi, tangia mikataba ya Marekani, unaangalia wanakwenda na wenyewe polepole, haiko kama gisi hali ilikuwepo. Sasa Kabila hapa amekuja kuongea kusema kama nchi iko katikati, tuko katikati ya barabara, ila tu kama nchi kama sio vita yenyewe naweza kamaliza hii nani, inabidi tuende katika njia ya amani. Ukiangalia ngambo yake yeye ameikaa ngambo moja tu ya kusema kama anaomba kwa kutoa hii jahazi, tukitaka tupone katika jahazi hii inaomba wakongomani wote waikae chini, kila mtu wote mwenye alichukua silaha, mtu wote mwenye haiko sawa na serikali ya sasa, waikae fasi moja kwa ajili ya kuongea na kufanya serikali nyingine yenye inaweza kuwa serikali ya muungano yenye itaenda kuokoa nchi katika jahazi hii yenye ya kuongea lugha la balkanization, ila katumikisha Sudani. Lakini ukiangalia mambo aliongea ni kama haya tu inaongea kuonesha mambo yalipitika Sudani na njoo kwenda najipitika Kongo, na kama hatuko na ile busara na ile hekima, nchi inaweza kafika huko mbele kwenda kujigawa. Nilimsikia aliwahi kuwa gavana wa mkoa wa Kivu Kaskazini Julien Paluku amesema kwamba kauli ya Rais mstaafu Joseph Kabila ya kugawa nchi ni kutaka kuitishia serikali iliyo madarakani tu. Unazungumziaje kuhusu kauli ya Julien Paluku? Unaona kiongozi, matatizo tunayo Kongo ni ile sisi raia wenye nchi tena wenye mamlaka tumeshindwa kuikaa chini na kuangalia kama viongozi wenyewe wanatubeba leo, ile class politiki yote ya wafanya siasa wa Kongo hawako pale kwa juu ya maslahi ya raia, wako pale kwa juu ya tumbo zao. Huyo Paluku anaongea ni iko Kinshasa, ni mtu mwenye anataka haende kuprotege msosi wenye iko napata, hawezi akaongea mambo yenyewe anaweza kuwa yenyewe anaweza kwenda kusapoti rais mstaafu wa Kongo Bwana Kabila alienda kuongea jana. So hiyo kuongea kwake ni ni ngambo ya serikali, ni vision ya serikali. Ila ukiangalia hali yenyewe kunapitika kwenye uwanja wa mapambano, ukiangalia waasi hatujui wanatoa nguvu wapi. Tunasikia Rwanda, ila ukiangalia hiko inaenda mbali ya Rwanda. Bila shaka. Sasa wanaweka kwenye jeshi, wanaweka kwenye mambo mengi. Sasa hiyo hali ni hali ya kuenda tena kulaza watu. Kama serikali haitaki kwa kweli, kwa lugha yenye Kabila aliongea, kama serikali haitaki kwa kweli hii mambo ya balkanization nchi sigawiki, ni wajibu wa serikali na jeshi lenye tuko nalo liandae vita na kutoa wale waasi. Na kama waasi hawatolewi na tunabakia katika hali kama hii, tunadanganyana, tunakwenda doa, tunakwenda wapi? Wale watu wanaendelea wanaweka sheria zao maeneo yenyewe wapo. Pana uwezekano huko mbele serikali ikiendelea kama na hali kama hii, vita ikifanya nyingine miaka hii, mafasi imekamatiwa ikifanya nyingine miaka 5-6 serikali haijakamata, na huku Kinshasa haijakuwa tayari kuikaa na waasi na wengine mtu kuongea, hawa watu wanaweza kwenda kuomba unayosema tubaki huko kwenye tuko na maisha yaendelee. So ule bwana anaongea Paluku ni kwenda kuprotege msosi wenyewe anapata katika serikali. Katika hali yenyewe inaonekana ndani, inaonesha kama hakuna chenye kinafanyika. Serikali kama itakuwa na uwezo wa kusema nchi iwe moja, inabidi ifanye vita, itoe waasi mahali kwenye wapo na irudishe vita kwenye metoka. Na kama huyo uwezekano haupo, inaonekana tena tutarudi kuzile scenario za mwaka 2020 mwaka 2001 wakati walikwenda hapo Sun City. Hizo ndio njia mbili zetu tunabaki. Kwa Paluku kuongea hivyo, inabidi jeshi la serikali lioneshe nguvu zake za kuokoa udongo wetu wenyewe tayari umekamatiwa na waasi wa M23. Kama ulivyosema katika utangulizi wako, ulisema kwamba Rais mstaafu Joseph Kabila alizungumza mambo mengi na jambo kubwa katika yote ni kugawa nchi. Tuachane na hilo, twende kwenye mambo mengine ambayo aliyazungumzia. Aligusia pia swala la mabadiliko ya uongozi. Alisema kwamba ni lazima kuwepo na mabadiliko ya uongozi. Je, kwa mtazamo wako
unadhani hali ya kisiasa ya sasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inahitaji mabadiliko ya uongozi? Kwa hiyo mimi nakubali mabadiliko ya uongozi unatakiwa, ila hapana kumacho yenyewe yanaongelewa na Kabila peke yake. Kwa juu kiangalia tukibadili uongozi hapo, inasemekana kama ni wale wazee wenyewe walianza huko wenyewe wa babu zao kani wa baba zao wameenda huko kuanzia kwa Lumumba mpaka leo, ndio wenyewe watarudi tena kutubeba. Hao watu wameonesha maupungufu wao wa kuleta solution ya krizi yenye hipo. Mabadiliko yenyewe yanaweza kuwa mabadiliko ya kweli, tuko tunaomba ni mabadiliko ya class politiki nyipya na sisteme nyipya ya governance yenye itakwenda kufanya Kongo iende kuonekana kuwa kama serikali. Kwa serikali kuwa serikali inatembelea na nguzo 5. Nguzo ya kwanza ni na jeshi lenye liko tayari kwenda kuziwia na mipaka ya nchi na kwenda kulinda mipaka ya nchi. Nguzo la pili ni la polisi. Polisi yenye iko na uwezo wa kulinda raia na mali yake ndani ya nchi. Nguzo ya tatu ni hivyo vyombo vya upelelezi tunaitwa intelligence, vyenye vinapeleleza tishio la ndani na tishio linaweza toka nje, na wenyewe wanahusika na mambo ya usalama wanakutanana kwa ajili ya kuzimisha tishio la ndani na tishio la kutoka nje. Na nguzo ya 4 ni nguzo ile tunaita kwenye lugha ya Kifaransa administration publique. Ile yenyewe itafanya nini? Raia afikishiwe masomo, raia afikishiwe maji, raia afikishiwe dawa, raia apate hospitali, tuone moto unawaka, tuone kazi zinakuja ndani ya nchi, tuone mazingira kuwa bora. Na nguzo ya 5 ni nguzo ya sheria tunaitwa justice, yani system judiciaire ya nchi yenyewe haitakuwa na macho, haitakuwa na macho yenyewe wakati hawa na hawa wanakuja inafunga macho, au wengine wakija nafungua macho. Wakati serikali haijakuwa na hizi nguzo 5 zenye zinasema serikali kuwa serikali, hiyo haenda kuwa serikali. So na hivi viongozi venye tuko nao wazee wenyewe toka huko nyuma na pako wenye tuko nao leo wanaonesha kama hawana uwezo wa kutengeneza hivi vitu. Kila mtu anakuja pale anakuja kula. Ile ni Kabila anaongea ni kweli, tunataka mabadiliko ya uongozi na mabadiliko ya sisteme. Hapana mabadiliko ya uongozi na sisteme na wale watu wenyewe walikuwepo wakaribu na wakashindwa kutengeneza. Sasa kwa mtazamo wako, wewe unakuwa unafuatilia sana siasa za nchi yako huko DRC, na wewe ni mchambuzi ambaye hauegemei upande wote kabisa. Je, unaona tofauti gani kati ya uongozi wa Rais mstaafu Joseph Kabila na Tshisekedi katika kushughulikia migogoro nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Utofauti kati ya wawili hao uko wapi? Ukiangalia ngambo yao wote wametumika kwenye system moja. Ni ile system moja. Kwa kusema system moja ni nini? Si wote wanatembelea kitabu kimoja, katiba ya nchi yenyewe imesema iko ni semi presidential, yenyewe inachanga mchanganyiko wa sistemi ya kiparlementaire na sistemi ya kipresidentielle. So hila ukiangalia ngambo zote palikuwa wizi. Tukusema iti kwenye serikali ya Kabila wakuiba. Sasa wizi wenyewe ulikuwa huko nyuma, ulikuwa ni wizi wenyewe ulikuwa unapitia chini ya undercover, unapita polepole. Waliiba lakini huonekana kama wizi wenyewe tunapoona leo. Kwa maana sio mimi ndio ninavyoongea, tumesikia mwenyewe alikuwa minister wa finance wa zamani, yeye peke yake kaongea kusema kama pesa ikija tunagawa kwanza pesa kisha tunaanza kuwaza kwa juu ya project. So ukiangalia wizi ngambo wote ulikuwa, ngambo ya kule wizi ulikuwa chini, ulikuwa unapitika chini kwa chini, hapa wizi huko unafunguka kwa juu. Kama umefuata jana kama juzi kwenye airport ya Njili wamekamata kama ni milioni ngapi ya madola hatujui, wanaanza sema kama sijui wenda hatujakuwa na uhakika, wenda familia ya rais wetu wenda panaweza kuwa pana watu wenyewe wanaweza kuwa implicated. Ukiangalia kuhusu tena mambo ya governance, kwa kweli ile wakati wa Kabila userikali uliona watu wa ngambo zote kona zote 4 za nchi walikuwa kwenye serikali. Hapo kwenye tunakuja kwa hivi sasa, ukiangalia inaonekana gisi inavyoongelewa na inaanza kuwa
inatoka wazi. Ulisikia hata na rais mstaafu naye kaongea, panakuwa mambo ya nepotism, panakuwa mambo ile ya tribalism. Inaenda kuonesha kama tunakwenda kuorganize nchi kufuatana na ukabila. Sasa hiyo tena ni matatizo sana. But ukiangalia wote wawili kwa kweli Kabila tulikuwa miongoni ya waaktivisti wakati na 2016 ya kusema atoke. Tulikuwa kwenye barabara, tuliparticipate kwa mambo mengi, na ukiangalia kitu kimoja chenye kimekuja ni ile hekima ya kusema sisteme yake ya kutumika haikuwa sisteme ya kimabavu ya kusema eti tatizo likija tunaharakia sana kwenda kuanza pigana. Ukiangalia alitumia sana dialogue. Tunakuja tuikae, watu wengi walimkritike kusema kama kila kitu unataka uongee, na ile kuongea na wazia njo kule wakati wake imefanya Kongo inabaki kuwa kitu kimoja. Kwa hivi serikali yenye hipo na wazia hawako tayari kufanya mazungumzo yoyote, na inaonekana hawako tayari kupigana. Karibuni miaka 2-3 tangia vita ianzie, na wazia serikali ana pesa, ana uwezo wa kutengeneza jeshi miezi 6 yenye inaweza kuwa na uwezo wa kwenda kukimbizana na wale waasi wanaochukua nani. Kupitia system, walikuwa kwenye system moja, kupitia corruption ya huyu ilikuwa chini, waliiba. Hawa hii hapa inakuwa juu kuhusu mambo ya kugawa watu, sema ukabila na nini, tunaanza tena kuiona hii hali yenyewe nakuja kupitika. Na ndio maana pale tuko tunasema msaada ni sisi raia wa Kongo, na kama sisi raia wa Kongo hatujatoka kwa hii hali ya kuenda kuwa na abudu honorable Kabila, honorable Kisekedi, honorable Moise Katumbi, na tuangalie gisi sisi raia tunaweza tukazaa viongozi vipya wenyewe wanaweza katutoa katika hali yenye tuko ndani. Kwa juu vita vyenye tuko ndani, bwana mtangazaji, ni vita vyenye viko impose kutoka nje za kufatana. Viongozi wenye tuko nao ndani hawakutayarishwa kisiasa. Kwa Kongo tunajua ukienda shuleni ukiongea Kifaransa sana, wewe tayari unakuwa kiongozi. Nchi za Waingereza zenyewe tumetembea, tumekuja kujikuta kama viongozi kweli unaweza kuzaliwa kuwa kiongozi, lakini kuwa kiongozi bora inabidi utayarishiwe. So wengi wetu hawatayarishiwi. So unakuja kutukana serikali tuko ndani, ni serikali za wataalamu. Wako pale watu washabiki wanapiga kuongea fanya hivi. Na ule wakati wa nyuma ukirudi, Kabila anginaye kwenda kusikiliza wale watu walikuwa wanamsogelea kuikaa, usibadili katiba ufanye nini, mambo yangeharibika wakati ule. Huenda Mwenyezi Mungu na mizimu ya wababu alimwambia hapa ukikaa utaondoka, utaenda kuacha maisha, akaamua kuachilia kwenye wanaenda kuingia kuzo madini zao na kina Kisekedi. Sasa ukiangalia tena wale watu walikuwa naye, ndio wale watu tena wanazunguka Kisekedi, anaambiliwa bwana wewe tu twende, but hali huko mbele inaenda kuonesha kama haitokuwa hali nzuri. So ukiangalia wote wana mapungufu yao, na wote wanatumikia kwenye system ya governance yenyewe ilikuwa moja. Sasa ni hatua gani zinazoweza kuchukuliwa ili kuhakikisha amani na utulivu vinaendelea kudumishwa DRC? Asante tena sana bwana mtangazaji. Na wazia hata peke rais mstaafu kaongea. Unaona wakati pana tatizo inabidi watu muende chini muangalie hiyo tatizo inaanzia wapi. Ukiangalia tatizo la Kongo, ukiliangalia kwenye kipengele kimoja hutaelewa vizuri siasa yenyewe kunapitika Kongo. Siasa ya Kongo ina vipengele vitatu. Pako vipengele vya ndani ya Kongo kwanza, na pana kipengele cha pili chenye kiko kwenye region yenye tunaishi, na pana kipengele cha tatu chetu tunaitwa geopolitics na kio geostrategic. So unakutana matatizo ya Kongo kuanzia huko kwenye tumetoka kwa Leopold mwaka na wazee ilikuwa ni 1884 1884 huko tunatoka kwenye conference ya Berlin. Yani majicho la wa imperialist waliona Kongo kama ni nchi yenye iko na kila kitu na mali yake iko very strategic. Unakutana vita venye viko Kongo viko impose kutokea nje. So kufanya historia siku ndefu, kui karne yenye tunaingia ndani, ukiangalia ulimwengu leo hakuna ordre yoyote yenye inabeba ulimwengu kwa juu. Order yenye tulikuwa ndani ilikuwa inaitwa neoliberal order
kuanzia mwaka 2010 imeanza kuonekana kama inaanza kupoteza nguvu. Hapa tuko ulimwengu kwenye transition ya kuenda ulimwengu wenyewe, tutatoka ku unipolar tuingie ku multipolar world. Unaangalia huku panakuwa mabebero mengi yenyewe yanaanza kutokea, Uingereza, China, Urusia, Irani na wengineo. Sasa vita vyenye viko Kongo leo na vyenye vilikuwepo ni vita vyenye viko ekonomiki vya wabebero wenyewe. Mwenye atakontrole ile mali yenye iko Kongo, yale mali itamsaidia kwenda kushimamisha puissance yake politiki, ekonomiki, militaire. Hii vita tuko nayo ya Kongo kufanana na vita vyenye vilipita Sudan, ni vile vita vyenye viko vile ile scenario tumeiona huko Venezuela, na hii tuko tunaona hapa Iran. Nitafunua mbio kwa juu ya wakati. Ulimwengu wa leo vita viko west ya Kongo ni vita entre wa imperialiste wawili, wa Marekani na warafiki zao huku pamoja na wa China. Wa China walikuwa wako na biashara vyao kwenye east ya Kongo, kwenye walikuwa wanakwenda kuchukua haya majiwe matatu yenyewe yanatakiwa saa hizi katika ulimwengu, unaitwa tin, tantalum na tungsten. Sasa hivi vita kuwepo, Marekani ameshaona huko mbele kama miaka 10, 20, 25 China utachukua nafasi ya kwanza ulimwengu kiuchumi, na ushakuwa kwanza kiuchumi, kijeshi litapanda na mengine yote yatapanda. Sasa mpango wenyewe upo, Marekani na warafiki zake, fasi yoyote mchina atakwenda kuweka pesa yake kwa juu ya kwenda kusekirize yale matieri, inabidi wasambue. Tumeiona Kongo, east ya Kongo tuko na AFC M23. Hiyo vita watu wanasema eti ni watu tu wamekuja na Kagame, ni watu wanashindwa kuelewa kilengo cha juu. So hiyo ndio kwenye vita vinatokea huko. Sasa hapa kwenye region, sasa hawa Marekani na wa China kwa kuja kuchukua vitu Kongo, hawatakuja na miguu tuone Marekani amekuja Kongo amepigana. Marekani na warafiki zake pale kwenye region, which Rwanda ni rafiki, Uganda ni rafiki, Kenya ni rafiki. Sasa unakutana Wanyarwanda wanatumikishwa kama jinsi mimi mpangaji natafuta nyumba ya kupanga, napita kwenye agent, kwenye lugha ya Kifaransa tunaita commissionaire, baba nitafutie hiki kitu. Sasa Wanyarwanda na Rwanda inatumikishwa kwa juu ya kuenda kubeba ile agenda ya wale watu. Sasa inakuja kutanana mle ndani, sisi wenyewe class politiki yetu ni yenyewe haikwendi kuwa na ule umoja wa kusema wakati nchi inaingiwa kwenye tatizo na tatizo linatokea nje, tuwache kwanza mambo yetu yenyewe na tugawa, tuikae chini tuangalie intérêt national. Kwa juu ukiangalia hata serikali zetu zote za Kongo, ukiuliza tu yenye ipo na zenyewe zilikuwa kwa kudefinire tu intérêt national ya nchi ni nini, hamna. Utaambiliwa fashibeto huku ulikuwa waambia kabila wale sijui wengine hivi na hivi. So wakati mko na ile intérêt national, ndio kitu chake kinaletaga wafanya siasa wote. Wafanya siasa wote ni kusema nini? Wenyewe wanatawala, wenyewe wako kwenye opposition, magrupe za societe civile, movement za syndicalist zinaikaa chini sema bwana, hii tishio linatoka nje, tukikutana humu ndani tuko sude, tukikutana huku tuko organize, then adui nje hatakuja kutupiga. So kinini kifanyike ni kigumu sana kwa juu sisi wa Kongo mani tulishakuwa juu ya miti. Tatizo liko chini ya mti, tushakuwa juu. Tuko juu ya maplafon na tatizo liko chini ya nyumba. Kunjama sasa hivi kushuka chini ni vigumu sana. Cha kufanyika ni kusema nini? Juu ile yenyewe ulikuwa unasema eske mabadiliko yanawezekana Kongo. Tuko na shida ya class politiki nipya. Na class politiki nipya ni nini? Bwana mtangazaji, humo ndani, nipo ndani na wengine waliokuwa maeneo yote wenyewe kwenye kambi, makambini, wenyewe kwa diaspora na wenyewe wako Kongo. Inaomba ingine class yenyewe itashimama, yenyewe itaenda kuorganize ile force motrice ya watu wenyewe bako marginalisé, tuseme kama ba pauvre, ba paysans, sadike ba travailleurs wenye abako paye bako maltraité, jeunesse yenye ko délaissé, ba étudiants wenye bako na shida ya serikali wafanyizia hata masomo kuwa bure, ga transport zikuwepo nini. Kuna zingine makushi za societe zinaweza kuwa ni class ya ba opprime na ba exploiter wenye ba beneficie mwile inchi. Tujiorganize tuwe na force yenye tutaenda kuinire watu
kwa juu wale imperialiste bakiona pako unite ndani ya nchi ndeni banakuwaga habana shwa, batakuya batapita kumulango wanasema tutumike pamoja, mtakuwa mko na nguvu ya kunane. Tanke hatuyaanza kazi niko ya chini ya foundation, tunakimbilia masolusio ya juu, twende Marekani, twende China, twende Uingereza, haitatusaidia kwa juu viongozi vinapewa nguvu na raia yenyeko konsia na raia yenyeko organize na society yenyeko organize, na wana viongozi wenyewe wako na vision, viongozi wenyewe wanajua ni nini ya kufanya. Wakati tujafika katika hiyo hali, manake Kongo tungaliki tutachezewa vichwani. Ni Kapele Mutachi, mchambuzi wa masuala ya kisiasa ambaye nilifanya naye mazungumzo vipunde kutoka pwani ya Durban. Tumalizie sasa na hii taarifa marekebisho ya katiba nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuna wale ambao wanaunga mkono, wengine wanapinga. Nilifanya mahojiano muda mfupi uliopita na aliyekuwa waziri wa maendeleo vijijini wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Francois Rubota Masumbuko, kutaka kufahamu msimamo wake. Yeye anaunga mkono marekebisho ya katiba na alianza kwanza kwa kufafanua kabisa vipengele ambavyo vinatakiwa kurekebishwa ndani ya katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alifafanua kabisa kwa mapana na marefu. Tumsikilize. Kwa kweli hilo jambo la kubadili katiba limesemwa sana, sio leo tu. Unajua katiba ile tuko nayo sasa hivi ni tangu mwaka 2006. Na mwaka huo watu wengi waliipinga hiyo katiba, na mwaka huo watu wengi walipenda kama ibadilishwe. Na tulipofika mwaka 2011 ikabadilishwa tena vipengele vimoja vimoja, na hata mwaka wa 2016 pia kulikuwa huo mvutano, na leo pia huyo mvutano unakuwepo. Ina maana kwamba kuna shida ndani. Kama watu watazungumzia hiyo, sio mzuri kutaja majina ya watu, na ni hiyo iliziwia mbele. Wakati waligusia kubadilisha katiba, watu waliona Kabila, na leo watu wakisema maneno ya kubadilisha katiba wanaona Tshisekedi. Lakini tunahitaji kuangalia katiba kwa ndani. Sijui kama hapo unanifuata. Na kufuata vizuri kabisa. Tunahitaji kuangalia katiba kwa ndani. Na mimi naweza kusema mimi niko mmojawapo anayesema kwamba katiba yetu inahitaji ibadilishwe, na nimeweza kugusa vipengele vimoja vimoja kuonesha umuhimu ya mabadiliko hayo. Kwanza, unapoangalia katiba yetu kwa kiingilio tu, nakutana inasema kwamba watu walijiweka pamoja kuangalia kwamba katika nchi yetu kusikwe tena na vita. Hiyo ndio ilikuwa msingi, lakini kwa leo si tuko katika vita, na kiingilio ilisema kwamba katiba hii itatusaidia kutokuwa na vita. Unanifuata? Na kufuata vizuri kabisa. Alafu kwa kiingilio hapo unaona kwamba kuna utata. Katiba ilikuwa inasema itatusaidia kutokuwa na vita katika nchi, lakini uko katika vita sasa hivi. South Kivu na North Kivu, vita vinaendelea katika majeshi ya serikali na majeshi ya AFC M23. Cha pili, unapoangalia katiba yetu anasema ni Republique Democratique du Congo, anatia majimbo, lakini hawaoneshi mipaka ya nchi, hawaoneshi superficie ya nchi katika katiba. Donc ni nchi tu, katiba ipo lakini mipaka haiko, na inaleta pia utata. Tutajua namna gani katiba inasema nchi inaanzia wapi na inaishia wapi, iende kushoto, iende kuume, iende kaskazini, iende na kusini. Ile yote haiko ndani katika katiba. Alafu jambo lingine, nimeingia katika vipengele nikationa kama kuna vipengele vinatuletea shida. Hii sheria ya vyama vingi iko shida kubwa sana kwetu. Hatuwezi endelea katika nchi yenye wataruhusu kila mtu akiamuka leo anaunda chama. Leo tuko na vyama nafikiri ni karibu kupita 1000, na vyama hivyo tusipoangalia vizuri, na ndio yenyewe inaleta shida sasa hivi. Kila mtu anaamuka iko na chama, lakini unapotembea nchi nzima hautawaona kwenye hiyo chama na ikala, lakini ni chama yenye iko mfukoni, na ni hao wenye wako na vyama mfukoni ndio wanaleta tatizo katika mambo yetu tunaisha. Umenielewa? Na kuelewa vizuri kabisa. Naam. Sasa tuende katika vipengele vimoja vimoja.
Nimeisha sema ni kipengele cha 6 kile kuhusu mfumo wa vyama vingi. Mfumo wa vyama vingi unaleta shida sana. Alafu ukienda kwa kipengele cha 8 utaona wanasema kwamba utakuwa opposition yenye inajulikana katika Kongo. Sasa hiyo opposition ya vyama 1,500 itakuwa opposition gani hiyo? Itakuwa ni vurugu tu. Alafu mambo kama na yale yanahitaji kubadilika kidogo. Kiangalia pia kipengele cha 9 kinasema kuhusu udongo, chini ya udongo, maji, mafore na mambo ya kaza wa kaza, kwamba Kongo itakuwa sawa, kwa Kifaransa iexerce souveraineté kwa hiyo mambo. Lakini kuexerce souveraineté kwa hiyo mambo ni kama tu unachunga. Maanake sio yako. Inahitajika isema katika katiba kama ile mambo ni ya Kongo. Lakini kuexerce souveraineté tu ile inakuwa ni shida kidogo. Kuna mambo mengine kuhusu nationalite, uraia. Nationalite yetu na katiba yetu nasema kwamba nationalite yetu au uraia wetu hauwezi kuwa nao na uwe na uraia ingine. Unahitaji kuwa na uraia moja tu, usiwe na uraia mwingine. Lakini unapotizama wakongomani wengi wako nje na wanasaidia nchi. Hapa Kinshasa na majimbo mbalimbali wanajenga manyumba na wanatuma misaada mingi kipesa ya kusaidia wananchi na wandugu zao. Sasa huyo mtu mwenye anasaidia kuendelesha nchi anajitambua tu kwamba ni Mkongomani. Kwa nini kumzuia asibakie na ile uraia wake? Kama alipata uraia mwingine nje, ile uraia wake ya zamani abaki nayo. Ile ndio tunasema isikuwe revoke, ile uraia wake isikuwe revoke, abakie tunayo. Unaelewana? Na kupata vizuri kabisa. Kuna pia katiba inasema hii mambo ya minorite. Katika Kongo tuko matribi karibu 150. Na hakuna tribi inakuwa na watu wengi kushindia ile matribi 150. Lakini tukiendelea kwa tunasema kama kutakuwa minorite, kesho ingine minorite talamuka inasema nono, sema hamtuangalie vizuri, tunachukua tena silaha. Na hiyo tenda kukutana, katiba yetu nasema watu wote wako sawasawa mbele ya sheria au kisheria. Katiba yetu nasema hiyo. Sasa utaona hiyo inakuwa tena tofauti na ile ya kusema kwamba kutakuwa minorite. Sasa wale wa minorite watahitajika kupewa zaidi kuliko wengine. Ile yote inaleta shida vile vile. Na mimi nilipenda kama pale hiyo nani wapasho kuitoa. Okay. Naam, mheshimiwa, nimekupata vizuri kabisa. Bado unaendelea? Unasema? Bado unaendelea? Naendelea ndio. Okay. Alafu kuna ile nafasi wanasema uchaguzi wa rais. Uchaguzi wa rais katiba yetu nasema kama ni turu moja tu. Maana yake tutakuwa tunakuwa na rais mtachaguliwa na hata percentage 30 au 30, haiwezekani. Tunahitaji kurudia kwa ile mfumo ya uchaguzi wa rais kwenye turu 2. Na tuliweza kusema kwamba gharama ya uchaguzi katika nchi yetu inakula pesa nyingi sana. Kwa Kiswahili huko kwenye mpo wanasema bilioni 1.5, maana yake 1.5 miliardi kila miaka 5. Tunahitaji kutayarisha bilioni 1.5. Maana yake kwa mihula 2 ya miaka 10 tunahitaji kutayarisha bilioni 3 za dola. Sasa tunahitaji kuchagua, tutaendelea uchaguzi tu bila maendeleo. Zile franga bilioni 3 zingeweza kutengeneza mabarabara au zinafanya miradi mingine ya maendeleo. Ndio mafikiri yangu ni kusema kama tunahitaji kwenda tutoke kwa miaka 5 tuende kwa miaka 7. Okay. Miaka 7 mara pili, labda ile inaweza kusaidia, na chunga uchumi kidogo na inapatia mwenyewe anachaguliwa kuwa na muda ya kuendelea. Paske hii miaka 5 kufuatana na hii tuko nayo huko, nakutana mwaka wa kwanza inachukua muda kwa kuunda serikali. Ili mwaka inapotea. Tunataka fika kwa mwaka wa 5 vurugu zinaanza juu ya kuanza kutayarisha uchaguzi. Utenda kutana rais mwenye alichaguliwa labda ametumika tu miaka 2.5 au 3.
ingine 2 au 2.5 inaisha katika hizo vurugu tu ya vyama vingi, kuunda serikali, kutayarisha uchaguzi. Inakula muda sana, inakula mali. Ingine maoni yangu, Senate sioni kazi yake mimi, inahitaji iondolewe kwa kuwa inafanya kazi moya sawasawa na bunge, lakini gharama ni nyingi. Na hata hii majimbo, hii mabaraza za jimbo hizi ni gharama kubwa sana. Katiba yetu nafikiri waliunda sawa nchi yenye ishakuwa stable, yenye isha kujiweza kimaendeleo, lakini katiba kama na hii haingekuwa katiba yenye watu wanahitaji kuanza nayo katika hii hali tulipo ndani. Katiba ile ilifanyika ni ya nchi imeshaendelea, administration iko sawa, mambo yote iko sawa, mahitaji haiko mingi, ndio ile katiba inaweza kuongoza nchi. Lakini kwa sasa iko vigumu. Hiyo ndio maoni mbalimbali niliweza kutoa, na mengine yapo tu, kutoa Senat, kutoa Assemblée provinciale. Na unajua niko nasema utoke ku regime parlementaire twende ku regime presidentiel. Ile itasaidia rais mwenye kuchaguliwa haiwezi mchukua tena hata wiki 2 bila kutia serikali. Sio atatia serikali. Na nikasema kwamba wale wa gavana wa majimbo wachaguliwe na rais, na watakapochaguliwa kila gavana asiende kwao, aende kwenye majimbo sio kwao, kama ilivyokuwa zamani na hayati Mobutu. Na ile inatusaidia kuwa na unité nationale. Utoke Sud Kivu uende kuwa gouverneur Congo Central. Utoke Congo Central uende kuwa gouverneur Maniema. Utoke Bandundu uende kuwa gouverneur Sud Kivu. Iwe mchanganyiko wa ba gouverneur, na kila gouverneur asiwe gouverneur kwao. Kwa kuwa hii mambo hii yenye tuko tunaingia ndani, aseme wanachagua gouverneur par assemblée provinciale, inaleta tribalisme, inaleta corruption, na inaleta makonflikti zinaweza pia kutusaidia sasa mbaya katika siku za usoni. Sasa mheshimiwa tribalisme kwa nini? Sasa mheshimiwa waziri wa zamani mheshimiwa Francois Rubota, kwa kuzingatia hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, unaona ni busara kufanya mabadiliko haya sasa, au kungekuwa na umuhimu wa kusubiri kwanza utulivu wa kitaifa alafu baadaye ndo watu wafanye marekebisho ya katiba, kama kuna uhitaji wa kufanya marekebisho ya katiba? Nafikiri kwamba kwa kweli kuna vita mashariki mwa Kongo, lakini vita haitaziwia watu kufikiri. Na waza kama ulisha kufuata wale wenye wamafanya vita huko mashariki, tayari katika wao mafikiri ya kubadilisha katiba ipo. Wanapenda kusema Kongo isikuwe tena demokratiki, iwe federal. Walisha kuwa nayo hiyo. Na unajua serikali kipindiliwa na vita, jambo la kwanza wanaanza ni katiba inawekwa pembeni. Unaona? Donc leo nayo pia tunaweza kuizungumza na tunaweza tukaifanya, kwa kuwa wale wanafanya vita lengo lao ni kubadilisha katiba. Wangelifika hapa tayari kama hii katiba haisemewi tena. Kama kulisha kuwa tena ingine text ya transition yenye haiko tena katiba. Kuna wakosoaji ambao wanasema kwamba marekebisho ya katiba yanaweza kuwa na maslahi ya kisiasa. Kuna wengine wanasema ni maslahi pengine maslahi ya kibinafsi. Unaweza kuhakikishiaje wananchi kuwa mpango huu wa marekebisho ya katiba si mpango wa kulinda au kuongeza madaraka ya viongozi waliopo madarakani? Unajua hiyo ndio makosa ilifanyika tangu mbele. Nilikuambia kuanzia mwaka 2006 maoni ya kubadilisha katiba ilikuwepo. Mwaka wa 2011 mawazo ya kubadili katiba ilikuwepo, na hata mwaka wa 2011 hiyo mawazo ilikuwepo. Na kama haikuweza kutekelezwa, watu waliona mtu wakasema nono, tukibadilisha hii maana yake ni juu ya Kabila Joseph. Na leo ile mawazo inaendelea tena, watu wanaanza ni juu ya Tshisekedi. Tukiendelea hivyo, wakati gani tutabadilisha hasa katiba? Tutaendelea tu hivyo hivyo tu? Hiyo haiwezekani. Tunahitaji kuchukua muda tuikale. Maiti zingine zinabadili makatiba.
nasi tuikale, tusione watu. Kama tutabadili katiba leo, uchaguzi kuwe na katiba ya mpya, Felix kama anatia kandidaturi yake, population itaamua, itasema nono, Felix labda hawakutumikia vizuri, acha tuweke mwingine. Sione woga ule unaweza kuwa wapi, sione. Ni aliyekuwa waziri wa maendeleo vijijini wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Francois Rubota Masumbuko, ambaye nilifanya naye mahojiano dakika chache zilizopita. Na kufikia hapa sina budi kutoa nanga. Tukutane wakati mwingine panapo majaliwa. Naitwa Bedi Jean de la Croix. Niseme tu alamsiki.